na kukaribisha tena katika tafakari ya ujumbe wa neno la Mungu. Leo tutatafakari kitabu kile cha Esta mlango wa 4, mistari miwili tu, mstari wa 13 na 14. Neno la Mungu linasomeka hivi: naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Mtu wa Mungu, nachotaka kusema kwako siku ya leo ni kwamba tumia nafasi uliopewa, itumie vizuri. Itumie vizuri. Biblia inasema kwa habari za Esta, alipewa nafasi ya kuwa malkia. Kusoma vizuri Biblia utagundua hata namna ambavyo Esta kauingia umalkia ilikuwa ni Mungu tu aliyempa nafasi. Kwa sababu hata nchi aliyopata umalkia sio nchi yake, ni nchi ya ugenini. Na hata wewe unaweza ukatafakari kwenye maisha yako, kuna vitu Mungu amekupa usivyovitegemea. Hata hapo ulipo ni Mungu ambaye amekuweka. Hiyo nafasi ulionayo itumie vizuri. Sasa Biblia inasema Esta akiwa katika jumba la kifalme alikaa siku 30 bila kuonana na mume wake, manake mwezi mzima, na akaona kama yuko kule pasipo faida yoyote. Inawezekana kuna mambo unafanya au kuona faida wiki iliyopita, mwezi uliopita, mwaka uliopita. Inawezekana katika nafasi ulionayo huoni matokeo yoyote. Lakini nataka kukuambia, maadamu unaishi, hiyo nafasi ulionayo sasa itumie vizuri. Usiache kutumia nafasi ulionayo kwa kisingizio chochote. Mordekai anamwambia Esta kwamba unapaswa kufanya kitu kwenye jumba la kifalme ili kuwaokoa ndugu zako. Esta baadaye anatuma ujumbe, anasema hakuingia katika nyumba au ua wa ndani wa mume wake kwa siku 30. Inawezekana una visingizio vingi sana vya kuacha kutumia nafasi vizuri. Lakini kumbuka, Mungu amekuita, amekuweka katika hiyo nafasi kwa wakati huu. Inawezekana isiwe kwa ajili yako peke yako, inawezekana kwa ajili ya watu wengine, inawezekana kwa ajili ya ndugu zako, inawezekana kwa ajili ya familia yako. Tumia nafasi uliyopewa vizuri. Usitumie nafasi kuangamiza wengine, kukandamiza wengine. Tumia nafasi yako vizuri ili wokovu upatikane kwa watu wengine. Na mwisho wa siku tulimuona Esta katika Biblia kwa nafasi aliyonayo akasaidia Wayahudi kuokolewa. Tumia nafasi vizuri. Amen.